ya sera ya elimu ya 2023 inamtaka kila mtoto aliye na umri wa miaka 5 aanze darasa la awali, ili anapofika umri wa miaka 6 aandikishwe darasa la kwanza. Na imekuwa hivyo ili kusudi kumwezesha yule mtoto au ameshaweza kumudu zile stadi mahiri za kuweza kuandika, kuhesabu na kusoma. Lakini katika darasa la awali mambo ya msingi yanayofundishwa ni haya ya kuimba, kucheza, ili kujenga uwezo wake wa kuingia darasa la kwanza akiwa ameweza lugha, ameweza kuchangamana na wenzake, na anaweza hata akaweza kusimama katika misingi ya kushirikiana na wenzake katika mahusiano mazuri. Na hilo ni jambo ambalo ni la msingi, kwa sababu watoto wale wanaotakiwa kuanza darasa la awali wengi wazazi wanaweka nyumbani, kwa maana ya kulea walio chini ya umri wao wa miaka 5. Kwa hiyo anapofika umri wa kumwandikisha darasa la kwanza, anakuwa bado hajamudu zile stadi za kumwezesha yeye kuendana na mtaala uliokwisha boreshwa wa elimu ya darasa la kwanza. Tukumbuke kwamba kuanzia 2023 serikali ilivyoanza kutekeleza mtaala ulioboreshwa, madarasa ya msingi ya mtoto ni darasa la awali ambalo ni mwaka mmoja, miaka 6 darasa la kwanza hadi la 6, na anaendelea na elimu ya sekondari. Na elimu ya lazima ni mtoto kuanzia darasa la awali hadi kidato cha 4. Kwa hiyo tunapokosea eneo hilo mojawapo, hasa darasa la awali ambalo ndilo linajenga msingi imara wa elimu ya mtoto ya kuweza sasa kuanza rasmi darasa la kwanza hadi kidato cha 4, inakuwa imempotezea mahitaji yake ya msingi. Kwa hiyo nini ambacho sasa serikali inafanya? Tunategemea kabisa kwamba kila eneo la shule ya msingi ambalo linatakiwa liwe na darasa la awali linakuwa na miundombinu rafiki ya kumwezesha yule mtoto aweze kupata mazingira rafiki ya kuweza kujifunza na kujifunzia. Mojawapo ni maeneo ya vyoo, kuwepo na vifaa vya kuchezea, mfano bembea, mipira na vitu vingine. Lakini lile darasa liwe ni darasa linaloongea, likiwa na kona za kujifunzia, na zile kona zinakuwa na maeneo yanayozungumzia vitu vinavyopatikana katika mazingira ya nyumbani, vinavyopatikana katika mazingira ya dukani, vinavyopatikana katika mazingira ya kijamii, na vingine vinavyokuwa hivyo vyenye kumjenga uwezo wa kuwa na udadisi na ubunifu wa yeye hata mwenyewe kuweza kutekeleza vitu hivyo. Okay. Lakini katika hayo, ili kusudi yaweze kwenda vizuri, serikali inajitahidi sana kutoa mafunzo kwa walimu wanaofundisha madarasa ya awali. Na hilo ni kwa ajili ya kuwawezesha kuwa na umahiri wa kutambua mahitaji ya mtoto kulingana na mazingira aliyotoka. Kwa sababu pale ndipo mwalimu anaweza kugundua mtoto na mahitaji maalum, aidha ya usikivu, kwa hiyo apate huduma ipi kutoka kwa mzazi kabla hajaendelea mbele na kukwama endapo yule mzazi hatakuwa amebaini changamoto hiyo. Okay. Lakini vile vile ni kuhakikisha wale walimu wanajua mtoto anayetoka katika mazingira duni yakitegemewa na hali wazazi wanaoishi apate huduma ipi